Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Afrika Kusini, wanaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg. Kila siku pia inapatikana kwa masafa marefu. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga, baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Vile Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Karibu sana. Ni Ijumaa ya Januari 30, siku moja kabla ya kuaga mwezi huu. Hii leo tumeandaa jukwaa la wanahabari kuhusu wakati mataifa makubwa yakishindana kuelekeza kamera zao upande wa Mashariki ya Kati na Ulaya. Katikati ya bara letu kuna nchi inayoteketea. Sudan inavuja damu. Sauti za kina mama zinapotea kwenye milio ya risasi na ndoto za watoto zinafunikwa kwenye vifusi vya Khartoum na Darfur. Swali linalouma kuliko risasi yenyewe ni hili: mbona dunia iko kimya huku Sudan ikiteketea? Lakini kwanza nampisha mwenzangu Angela Ngendo ili atupatie taarifa kuu za dunia. Wagadugu, Burkina Faso. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umeharamisha vyama vyote vya kisiasa, zikiwemo sheria zote zinazoangazia uundwaji na usimamizi wa vyama hivyo. Watawala wa kijeshi pia walifuta makundi ya kiraia, hatua ambayo imekosolewa vikali na makundi ya kutetea haki za binadamu nchini humo. Tangu wanajeshi kutoa madaraka Burkinabe, shughuli za vyama vya kisiasa zilisimamishwa, lakini sheria ya sasa inaamrisha mali za vyama vya kisiasa zitwaliwe na dola. Waziri wa mambo ya ndani Emile Zabro amesema hatua ya sasa ni kusaidia kuleta umoja wa kijamii, na kusema mamlaka zinaandaa sheria mpya ya kuanzisha mfumo wa vyama vipya vya kisiasa na bunge lithabitisha sheria mpya hivi karibuni. Tangu wanajeshi kupindua utawala wa kiraia mwaka 2022, wanajeshi hawa wa Burkina Faso wameharamisha uchaguzi na kuvunja tume huru ya uchaguzi. Addis Ababa, Ethiopia. Safari za ndege kutoka mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa kuelekea kaskazini mwa nchi zimefutwa kufuatia hofu ya kuzuka vita vipya katika maeneo ya mkoa wa Tigray. Shirika la ndege la Ethiopia ndilo pekee hufanya safari za ndani ya nchi na lilitoa taarifa kwa abiria kufutwa kwa safari kaskazini mwa nchi bila kutoa sababu zozote. Wafanyikazi wa uwanja wa ndege ulioko katika makao makuu ya Tigray Mekele wameshauriwa kutofika kazini kuanzia leo. Na taarifa za makabiliano makali kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray katika eneo la Maidegusho ambalo linazozaniwa kwa miaka mingi. Wapiganaji wa mkoa jirani wa Amhara waliingia na kutoa eneo hilo, na tangu hapo kumekuwa na taharuki kuzuka mapigano. Ethiopia ilisaini muafaka wa amani mwaka 2022 kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika eneo la Tigray. Zaidi ya watu milioni 1 walikimbia makazi yao na wameendelea kusalia kambi za wakimbizi wa ndani katika maeneo mengi ya mkoa wa Tigray. Shukran sana Ngendo. Na kwa msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anna Ngugi. Na vile hatuwezi kuendeleza jukwaa bila wanahabari, na kwa hivyo tutakuwa na wahabari ambao nakujulisha hivi punde, ambapo kama ambavyo nimetangulia kusema hapo kwenye vidokezo, leo hatuizungumzii Sudan kama nchi tu kwenye ramani, bali tunazungumzia kidonda kinachotafuna moyo wa Afrika. Wakati mataifa makubwa yakishindana kuelekeza kamera zao upande wa Mashariki ya Kati na Ulaya, katikati ya bara letu kuna nchi inayoteketea.
Sudan inavuja damu. Sauti za kina mama zinapotea kwenye milio ya risasi na ndoto za watoto zinafunikwa kwenye vifusi vya Khartoum na Darfur. Swali linalouma kuliko risasi yenyewe ni hili: mbona dunia iko kimya? Je, ni kwa sababu damu ya Mwafrika haina thamani kwenye soko la diplomasia ya kimataifa? Au ni kwa sababu utajiri wa dhahabu na mafuta ya Sudan una thamani kubwa kuliko uhai wa raia wake? Leo tunasaka majibu. Tunavuka mipaka kutoka Tanzania hadi kwenye milio ya mizinga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunganisha nukta za kilio hiki cha Sudan. Ili kuweza kujadili hili, tutakuwa na wanahabari wawili. Tunaye Leonard Mobali akiwa nchini Tanzania, na tutakuwa naye mwanahabari Mseke Dide, mwanahabari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana wanahabari wenzangu, hali gani? Mimi ni Salama Salimini kutoka hapa bandari ya Salama jijini Dar es Salaam. Bila shaka kwa upande wangu mimi nasema tunaendelea salama. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tuko hai. Labda zenu huko mahali mlipo nchini Nairobi. Naam, shukrani sana kwenyu nyote, na nafurahia na kuridhika kwamba mko salama. Naanza kwako wewe mwanahabari Mseke Dide, kwa sababu mtazamo wako ni muhimu sana ukiwa katika maeneo ambayo pia yameripoti vita kwa miaka. Mtazamo wako ni wa undani, yani kwa kimombo tunasema frontline, ukilinganisha machungu ya nchi yako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yale ambayo yanafanyika Sudan. Labda pengine Mseke, ukiwa katikati ya machafuko kule maeneo ulipo, ni mambo gani ya kufanana unayoyaona kati ya mbinu zinazotumiwa na vikundi vya waasi Sudan na kile kinachotokea mashariki mwa DRC kudhuru raia? Asante sana Ane kwa swali hilo. Na unapozungumzia hali ya Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali hiwezi kuwa sawa, haiwezi kuwa kabisa mbadala. Lakini kile kilicho cha muhimu katika yote ambayo yanaendeshwa kwenye uasi na vita vya hapa na pale, cha muhimu ni kwamba tunayoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uasi una namna mbili au tatu. Lakini katika yote uasi wa uzalendo mara nyingi una mafanikio makubwa badala ya uasi wa maslahi ya kisiasa. Waungwana wataelewa kila ambacho ninazungumzia kuhusu hilo, kwa kuwa natakiwa kuleta hatima ya raia waishio maeneo ya machafuko kama sehemu tulipo mashariki mwa DRC. Tukijaribu kujitia nafasi ya wale raia wa Sudan, kwa kweli raia wanaashirika kwa kiwango cha juu, si kwa maslahi yao bali ya wanasiasa. Wanapotokea waasi wanakuja wakisema wanakuja kuokoa raia. Swali ni je, raia waliwahalika? Lini? Kwa nia gani? Wapi? Ikiwa sio kwa maslahi ya kisiasa ambayo ni ya ubinafsi, cha ajabu wao raia watajikuta wametekwa nyara. Na pia ni uasi wa maslahi ya kisiasa ambao ndani utaona mara kwa mara wanaingiza na kuchochea ukabila. Na ndiposa waasi hao waliozaliwa kwa njia hiyo utawakuta kwamba hawaendelewi, wanakwama katika baadhi ya sehemu za nchi. Wanawasirika zaidi, wanasirika kwa njia zozote zile za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kadhalika. Uasi huo bila shaka ni uasi ambao hutakiki. Na upinzani, kila ambacho ni lazima niangazie hapa kabla ya kukomesha jibu kwa swali lako Anne, uasi huo kwa kweli unatokana na wakati watu wanachukua silaha kupiganisha nchi yao. Hiyo sio kupenda nchi. Napenda niweke hapa nukta kwa hii, nikiangazia hapa kwamba uasi wa maslahi ya kibinafsi, kikabila au kisiasa inachukua muda na kuwaumiza raia, huku uasi wa maslahi ya kitaifa unajaribu angalau kuepusha raia kwa hatari zozote zile. Yaani ni uasi ambao unaokoa taifa na ni kwa maslahi ya nchi. Hiyo inaleta kama vile hali tunayoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ndio utakuta hapo kwamba uasi ambao umekuja kwa msingi wa kikabila au maslahi ya kisiasa unachukua muda, na wanaowasirika zaidi ni wakahaji, yani raia wa kawaida. Ni hilo ambao naweza kuleta
kuhusiana na uasi unaolipuka hapa na hapa barani Afrika na katika nchi zetu. Asante sana Mseke Dide kwa kuweza kujaribu kutupatia utofauti wa vita ambavyo vinafanyika nchini Sudan, ambayo tumepatia kipaumbele katika jukwaa letu hii leo kutokana na kukithiri kwa vita. Na ukiwa mwanahabari ambao umeripoti vita nchini mwako, pengine tofauti hizo ziko vipi? Nirudi kwako Leonard Mubali, tukizungumzia swala na nafasi ya diplomasia ya Afrika. Tanzania imekuwa kinara wa amani juzi tu ambapo machafuko kidogo yalifanyika Tanzania, lakini kijumla Tanzania imekuwa kinara wa amani kusini mwa jangwa la Sahara. Je, unadhani kwa nini Umoja wa Afrika yani AU unashindwa kutumia kile ambacho kinafahamika kama soft power na Kiswahili au diplomasia ya ushawishi kukomesha uingiliaji wa mataifa ya nje yanayochochea vita vya Sudan? Asante sana Anni. Ukiangalia pia Tanzania kama ulivyosema, ni kweli historia inasema hivyo kwamba ilikuwa ni kitovu cha kusuluhisha migogoro mingi tu, mpaka hata kukawa na mahakama pale Arusha ikiangalia mambo yanayoendelea katika maziwa makuu. Lakini ukija sasa kuiangalia AU ama Umoja wa Afrika kwa ujumla, ni kwamba yako mambo ya wazi ambayo umoja huu wa Afrika ni kama unapoteza kile kibali, unapoteza kukubalika. Utakumbuka kwamba kila mahala walipojaribu kuweka mkono wao, wameishia ama kukaa kimya ama kutokuwa na sauti na kile kinachoendelea. Kwa hiyo ni umoja usio na makucha hivi. Na kuna mifano haya ambayo inakosesha tuseme ile kuipa, tunaweza tukasema mandate, kibali, hata katika mzozo unaoendelea Sudani, kwa sababu Umoja wa Afrika huo Sudani sio kwamba ndio mzozo wa kwanza ambao umekuwa ukiendelea Umoja wa Afrika ukiwa umekaa kimya. Kuna mambo yanayoendelea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hali ilivyokuwa kule Darfur na Sudani Kusini. Baada ya tu hizo pande mbili kuendelea kupambana, unaangalia kwamba Umoja wa Mataifa, hata ukiuliza Umoja wa Afrika hata ukiuliza walisimama wapi, unakuta wamekuwa ni watu ambao wanatoa matamko ambayo ama hayatekelezeki, ama ni ya kujitoa tu kimasomaso, ama ni yale yanayopendelea upande mmoja, kwa sababu nchi hizo wanaounda Umoja wa Afrika humo ndani pia hawana msimamo mmoja. Kuna maslahi binafsi, kuna mwingine anaweza kawa na muunga mkono anayekosea mwingine. Kwa hiyo hakuna kiranja wa kweli anayeweza kusimama kuweza kusema hapa natamka kama Umoja wa Afrika. Lakini jambo jingine kwa haraka ni swala la kuingiliwa na nguvu za nje. Umoja wa Mataifa Umoja wa Afrika umekuwa ukiingiliwa na Umoja wa Mataifa, lakini kuna taasisi zenye nguvu ambazo zimekuwa zikiingilia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uchumi. Unakuta kila nchi inaangalia, labda mimi niko vizuri na Marekani, nikiamua hivi ama huko Sudani ama huko Kongo kuna maslahi ya Marekani, labda nitakosana naye. Kwa hiyo wamekuwa wanasalia mahala ambapo kusema kama maamuma hivi, huelewi uende kulia, uende kushoto ama uende kwingineko. Kwa hiyo AU kwa ujumla bado nguvu zake. Hata EAC, Umoja wa Afrika Mashariki, ugonjwa ni ule wa jumuiya zetu hizi za Afrika, zinakosa meno kwa kweli, kwa sababu ya kimaslahi ya nchi moja, lakini pia kukosa umoja na malengo ya pamoja, na kukosa fedha za kusimamia maamuzi hayo. Hawana jeshi, hawana mfano kuingilia maamuzi ya kijeshi. Diplomasia yenyewe, hawa wanaosimama kwenye diplomasia hawana kibali hicho, kwa sababu kwenye nchi zao kuna tokota mambo ambayo huwezi ukasema kuna diplomasia. Naam, shukran sana Leonard Mubali. Kabla sijafika kwako Mseke Dide, kuwakumbushia pia wasikilizaji wetu kwamba wanaweza fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu hapo Tanzania. Mnaweza kutusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika kupitia FM 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Kumbuka kwamba hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote maeneo ya Mbeya na viunga vyake.
mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini kule Zambia na Malawi. Na basi tunaendelea na jukwaa letu hii leo tukiwa tunatupia jicho nchi ya Sudan ambayo imehangaika na vita na nchi karibia inaenda kuporomoka kabisa. Mseke Dide, umejibia swala la kwanza kutupatia pengine desturi ya vita hivi viwili ukiwa kule DRC, kuangalia mambo ambavyo yamekuwa yakifanyika, na tukiangalia nchini Sudan. Tuzungumze kuhusu swala la rasilimali kama laana. Nchi yenyu ama nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan zote zina utajiri wa madini, lakini raia wake ni maskini na wanauawa. Je, unadhani kuna mkono wa siri wa kimataifa unaonufaika na vurugu hizi kuendelea kupora utajiri wa mataifa haya mawili bila uangalizi wowote, au ni kama vile tu umesema masuala ya kisiasa yakisha ingia yanaharibu kila kitu katika nchi? Mseke. Naam, Anne, hilo ni wazi, na jibu hili linaturudisha kule nilikuanzia nikizungumzia maslahi ya kibinafsi, kisiasa na kadhalika. Ni wale wanaohusika ndio ufaidika wenyewe na yale mataifa yanayowasukuma kuharibu nchi yao wenyewe kwa sababu ya kukosa uzalendo. Yaani hii inamaanisha wazi kwamba ni mkono wa kutoka nje, mataifa kuingilia kati huwa inachochea zaidi. Lakini ingekuwa heri kutambua kwamba ikiwa uasi utachipuka ukiwa na malengo ya uzalendo, yaani kupenda nchi yao au taifa lao, wenyeji nchi au wananchi ni wao raia wa kawaida ambao watafaidika. Mambo hayo tunayoyaishi sote ni tofauti kabisa. Yaani mkono kutoka nje unakuja kwa maslahi yao wenyewe kwanza, huo mkono au nchi za magharibi, na wale ambao ndio watatumiwa kama vile vibaraka, na ndo inapelekea watu kuinuka kwa kupinga serikali yao kwa kuchukua silaha ili wenyewe kwanza wajiridhishe wenyewe, wajitajirishe wenyewe, na kwa maslahi ya wale ambao wanawaunga mkono nchi za magharibi. Lakini ikiwa ni katika hali ya uzalendo, huwezi ukaharibu nchi yako ukichukua silaha kupiganisha haswa serikali ambao ni halali. Demokrasia ni kitu ambacho kinaundwa kwa msingi wa sheria. Lakini unapochukua sasa silaha kupiganisha nchi yako, hiyo inamaanisha wazi kwamba hutaki nchi yako, huupendi nchi yako, na moja kwa moja huupendi wananchi wako. Hiyo ni jibu kusema kwamba kuna uingiliaji kati wa nchi za magharibi. Na tumezungumza kuhusu madini Leonard Mobali, yakiwa pengine ndio mshawasha mkubwa ambao unafanya nchi kama hizi kukosa amani. Tuzungumze kuhusiana na swala la athari za kiuchumi. Sudan ni mwanachama wa soko huru la Afrika. Je, kuanguka kwa uchumi wa Sudan na kuporomoka kwa uzalishaji wa mafuta kuna athari gani za moja kwa moja kwa uchumi wa nchi jirani, ikiwemo nchi kama Tanzania, Kenya, yani nchi hizi zetu za Afrika Mashariki na za Kati? Naam, ni kweli kumekuwa na mfumuko wa bei, uchumi kushuka huko Sudani. Kwa ufupi tunaweza tukasema masuala ya kiuchumi yamedorora. Unajua uchumi wa Sudani hiyo kupungua kwa kasi, shughuli zake kusimama, ni jambo ambalo lina athari za moja kwa moja. Kwanza kabisa mapato ya serikali yameshuka kwa kiasi kikubwa, na haya mapato ya serikali yanapungua kwa asilimia hiyo kubwa kutokana na kuzorota kwa biashara ya nje ya mafuta na hata uzalishaji wa mafuta yenyewe. Visima vya mafuta huko unakuta ni maeneo ambayo kunakuwa na mapigano. Kwa hiyo ni wazi kwamba hakuna shughuli za uzalishaji zinaweza kufanyika huko. Tukisalia ndani ya Sudani ni kwamba uuzaji wa mafuta umepungua kwa zaidi ya nusu. Sudani alikuwa ni mzalishaji mkubwa wa mafuta na muuzaji wa ndani na nje, lakini imepungua kwa zaidi ya nusu. Uangalie biashara ya kilimo na wanyama imeshuka pia. Kuna maeneo makubwa ya kilimo na uzalishaji wa wanyama sasa hivi yamekumbwa na vita na migogoro. Hakuna mtu anaweza kaendelea na uzalishaji ulio na manufaa wa kilimo na mifugo. Kuna fursa za ajira zimepungua. Athari nje ya Sudani, kumekuwa na biashara kwa muda mrefu ya mafuta kuuzwa nje ya Sudani, hali ambayo sasa hivi unakuta kiwango kile kimepungua. Lakini kuna mzunguko wa mafuta kwa nchi jirani zilizokuwa zikiitegemea Sudani, nao umeporomoka kwa kiasi kikubwa.
Kwa hiyo athari ni kubwa ndani ya Sudani na hata nje kibiashara na uchumi kutokana na vita vinavyoendelea. Kuna nchi kama Chad, Sudani Kusini, nako huko nakuta kwamba mipaka yake imefungwa. Kwa hiyo ni wazi kabisa hayo yamesababisha hali ngumu na kuzorotesha uchumi wa Sudani yenyewe na uchumi wa nchi zinazoizunguka Sudani pia. Hakika kabisa, umeiweka sawa kabisa. Mseke Dide, ujumbe wa mwanahabari wa vita, kwa sababu wewe umekuwa unaishi katika mazingira ya kivita, bado wewe ndio unaripoti kuhusiana na matukio ya vita kule mashariki mwa Kongo katika maeneo ambayo yameathirika. Kutokana na uzoefu huo wako wa kuripoti mapigano, ni kitu gani kimoja ambacho dunia inapaswa kuelewa kuhusu utu unaopotea wakati mji kama El Fasher kule Sudan au Khartoum unapoanguka mikononi mwa wanamgambo, sawia na jinsi ambavyo wewe pia umeweza kuona miji kadhaa ikianguka mikononi mwa adui katika nchi yako? Masuala hayo unayazungumziaje kama mwanahabari? Wanahabari lazima tukumbuke hicho. Wale ambao ni viongozi wangali bado kwanza wanategemea chochote kile kutoka nchi za nje, haswa nchi za magharibi. Hapa ninapozungumzia nchi za magharibi, kwa kweli wanaofahamu ni kwamba wanachukulia labda Marekani tu, hizo ndio nchi za magharibi, kuna Ulaya, kuna Asia. Lakini mitaani wanapofahamu, wanapozungumza swala la magharibi, inataka yazungumzia haya wanayoongea mitaani kwamba wazungu, yani wale wote ambao labda ni nje ya ngozi nyeusi au bara ya Afrika. Hiyo ni wanaweza kuleta kama vile mchango, na sisi kama vile waandishi wa habari, na kama alivyozungumza mwenzangu tunajadiliana naye, ni kwamba kuna sehemu watu wanabanwa kushindwa kutoa habari kikamilifu, aswa inapofahamika kwamba kuna sehemu mbili, sehemu moja ikiwa yenye kumilikiwa na serikali na sehemu nyingine ikiwa yenye kumilikiwa labda na waasi. Unapopatikana sehemu ambazo waasi wapo, wanatumika kuchapa kazi kwa maslahi ya waasi mahali ulipo. Kwa ukienda kando, bila shaka utabanwa na labda utahadibika kutokana na kile ambacho umekwenda kinyume, wewe ukionekana kwamba uko kama vile mpelelezi unaitumikia watu ambao hawatawali sehemu hiyo. Unapopatikana upande wa serikali vivyo hivyo, unapotoa habari ambayo ni kinyume au kwa maslahi ya waasi, bila shaka utajikuta umeingia jela. Ni hilo ambalo inastahili tu yote, iwe waasi iwe serikali, wakubali kwamba mwandishi wa habari anatumika kazi kwa maslahi ya nchi, ni lazima zaidi kwa maslahi ya taifa. Kwako Leonard Mubali, waandishi wa habari ni kiungo muhimu sana katika kuripoti kwa nchi ambazo zinafanyika vita. Hebu tuzungumze kuhusu ukimya wa vyombo vya habari kijumla tunapozungumza kuhusu Sudan. Kama mwanahabari wa Tanzania mwenye uzoefu wa kuripoti kimataifa, unaonaje mwitikio wa vyombo vya habari vya Afrika Mashariki katika kutoa kipaumbele kwa Sudan? Je, tumekuwa waandishi wa habari za nje ndani ya bara letu wenyewe, au hali ni vipi Mbali? Kuhusiana na vyombo vya habari vya Afrika Mashariki, tuseme na Afrika kwa ujumla, vimeangazia mzozo wa Sudani kwa kiwango kidogo sana ukijaribu kutathmini, tofauti kabisa na vile ambavyo umeangaziwa mzozo wa Ukraine ama Gaza huko. Lakini sababu zipo wazi ambazo zinaonesha ni kwa nini. Kwanza kabisa ni upungufu wa waandishi walioko Sudani yenyewe, ambao wanaweza kawa ni chanzo kizuri kutoa nje kile kinachoonekana, kwa sababu imekuwa ni vigumu kuripoti ndani ya Sudani kutokana na usalama mdogo. Rasilimali ndogo za vyombo vya habari vya Afrika, unaona lazima kuna kufanya safari, kufanya uchunguzi wa kina na taarifa katika maeneo ya vita. Utaona vyombo vya kimataifa, mfano katika vita vya Gaza, unakuta vimepeleka huko vyombo vikubwa waandishi wa habari, lakini kwa Sudani imekuwa tofauti. Jambo jingine ni ile tu kipaumbele cha habari za ndani, kwamba kumekuwa kipaumbele kimewekwa katika habari tu za ndani ambazo zinaangazia siasa zaidi, uchumi na masuala tu haya tunavyosema siasa, uchaguzi. Kwa hiyo unakuta mizozo kama hiyo watu wameizoea na hairipotiwi sana. Lakini mwisho, kwa ufupi, naweza kusema kwamba mzozo huu kwa kweli haupo katika vichwa vya habari vya vyombo vya ndani ya Afrika Mashariki, Sudani yenyewe na hata nje ya Sudani.
Na umeiweka sawa kabisa hapo Leonard Mubali. Msekedide, kuna swala la kushindwa kwa vikosi vya amani ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule mashariki, ambako kumekuwa na vikosi vya Umoja wa Mataifa vya MONUSCO kwa miaka mingi tu. Wewe kama mwanahabari unashaurije ama jicho lako limeona nini wakati wa Sudan wanaomba kuingiliwa na jeshi la kimataifa? Je, suluhu ya kijeshi kutoka nje kweli huleta amani ama inakuwa vipi, kwa uzoefu wa jinsi ambavyo umeweza kuripoti mambo kule DRC? Kwa mtazamo wangu mimi ambaye naishi mashariki mwa nchi na yale tunayopitia machafuko karibia yote hayo yanayojiri, tukichukulia swali lako na mfano ambao unauleta wa vikosi vya Umoja wa Mataifa MONUSCO, hawali ikiitwa MONUC, jibu nitalileta kwa aina mbili. Kwanza ni hapana, ikiwa vikosi vya kimataifa vitakuja kuleta amani. Ni hapana kwa njia gani? Vikosi vya kimataifa vikija kwa maslahi yao, ambayo ndani muna maslahi ya kisiasa ya wale waliowaalika, au walikuja kwa lengo la bila msimamo, yani wanakuja kama vile wanaohudhuria tu mambo yanayoendeka nchini pasipo nia ya kumaliza vita. Hilo ni la kwanza, yani hapo vikosi vya nje au vya kimataifa haviwezi kamwe kuleta amani. La pili, tasema kwamba inaweza ikalete suluhu. Kwa namna gani? Suluhu inaweza kutoka nje ikiwa vikosi vitakavyokuja vilijiandaa kuja na majukumu maalum ya kukomesha vita kwa kutokomeza kundi lililoinuka kwa uasi. Mfano yaliyoshuhudiwa Ituri mnamo miaka nisipokosea 2003 hivi nisipokosea. Amani inaweza kurejea kwa sababu watakuwa na majukumu maalum tena ya muda uliopangwa, yani muda mfupi. Lakini wengine wakija bila muda ambao umepangwa, hasa wakija kwa ajili ya kukaa tu wakiwa wanasikiliza upande huu wanasikiliza upande ule, hapo bila shaka hakuna amani ambayo inaweza ikahudumishwe na vikosi hivyo vya kutoka nje. Hiyo ni hakika ninapolinganisha na yale ambayo tumeshuhudia nchini Kongo. Shukran sana Msekedide, lakini pia nakushukuru Leonard Mubali ukiwa pale nchini Tanzania, na vile vile nashukuru sana Msekedide bali tu si kuwa mwanahabari katika vita, lakini kwa ujasiri wa kuzungumzia swala hilo tunapoangalia ndani Sudan jinsi ambavyo mambo yanavyokaa. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumas FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo. Kama upo maeneo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inatanda vilivyo. Msikilizaji, tunafunga ukurasa wa mazungumzo yetu ya leo. Kumbuka jambo hili moja: Sudan si namba kwenye ripoti za Umoja wa Mataifa, wala si mstari kwenye vichwa vya habari. Sudan ni damu yetu, ni ndugu zetu, ni moyo wa Afrika unaodunda kwa maumivu makali. Sudan isisaulike, kwani usalama wa Khartoum ndio usalama wa Beni, ndio usalama na amani ya Darfur, ndio amani ya Dar es Salaam, na vile vile ndio amani na umoja Nairobi. Tukutane tena wakati mwingine tukiendelea kupaza sauti kwa ajili ya wale ambao sauti zao zimezimwa na baruti. Mimi ni Ann Ngugi. Asanteni sana, naendelea kufuatilia matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kupitia pia mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Kwaheri na jioni njema.